Naam, mwanamichezo, karibu tutazame na tuangaze mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mchezo ambao unakwenda kuwakutanisha vijana wa kikosi cha vijana wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya JKT, mchezo ambao unataraji kuanza mnamo majira saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Moja mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi, moja mchezo pia ambao unataraji kuwa na ushindani ndani ya dakika zote 90, tukishuhudia ubora na ufanisi mkubwa katika mchezo. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wapo ugenini wakimenyana na wenyeji wa mchezo, kwa maana ya vijana wa kikosi cha JKT ambao wapo nyumbani. Mchezo huu Dimitri Pantev tayari anaingia uwanjani kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi yake ya kwanza upande wa NBC, kuhakikisha kwamba Simba anafanya vizuri na anatimiza idadi kubwa ya mahitaji ya kile ambacho tayari wamejiwekea katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Ni mchezo ambao kiutazama Simba wanahitaji kupata ushindi ili kukaa katika nafasi ya kwanza upande wa NBC Premier League, kwa sababu kama Simba anapata ushindi that moja kwa moja itampelekea katika nafasi ya kwanza baada ya kufikisha idadi ya alama 9. Hiyo nafasi ya kwanza Mbeya City wana idadi ya alama 8 pamoja na Mashujaa ambao pia wana alama 8, lakini Simba kama atashinda atafikisha idadi ya alama takriban 9 ambazo zitampeleka moja kwa moja kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara na kuja kutimiza idadi kubwa ya mahitaji ya kile ambacho tunakwenda kushuhudia na kuangaza pia katika mchezo. So kiukweli Simba wamejiandaa kikamilifu zaidi kuhakikisha kwamba wanatimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho wamejiwekea katika sehemu au sehemu nyingine zaidi. So mchezo mchezo ambao unahitaji kuteka hisia za watu wengi. Tazama kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kushuka mzigoni. Obviously golini ni Yakubu Suleiman, beki namba 2 ni Shomari Kapombe, 3 ni Anthony Mrigo, wakati ambao beki nambari 4 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la nambari 4 yupo mwamba anaitwa Rushin Deluk, 5 ni Shamu Karabwa, 6 ni Yusuf Kagoma, wakati ambao nambari 7 anashuka mzigoni mwamba anayejulikana kwa jina la Joshua Mutare Budo, 8 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Kibu Dennis Prosper, wakati ambao namba 9 anasimama Jonathan Soa, 10 yupo mwamba anayejulikana kwa Jean Share Awa, na 11 akimalizia Eri Panzu Volcano ndiye ambaye anamalizia kikosi cha usaji 11 ili kuhakikisha kwamba wekundu wa Simba wanapata matokeo mazuri na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika mechi ya kwanza chini ya Dimitri Pantev. JKT chini ya kocha Ahmad Ali anahitaji kufanya vizuri pia katika mchezo wake wa kwanza. Ukitazama timu hizi mbili zinavyokutana, mechi zake zimekuwa sio mechi nyepesi, kwa sababu mechi mbili za mwisho timu zote mbili zilipokutana Simba ameshinda, lakini zote ameshinda kwa goli 1-0. Mechi ya mkondo wa kwanza tunakumbuka Jean Share Awari funga goli dakika za nyongeza, dakika 96 Simba akapata ushindi wa goli 1. Mechi ya mkondo wa pili Fabrice Ngoma akafunga goli hilo, Simba wakaibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania. So ukitazama kiukweli timu hizi mbili zinapokutana huwa ni mechi ambayo shughuli yake huwa ni nzito zaidi. So tusubiri tuone dakika 90 za mchezo zitakuwa ni 90 za aina gani ili kuiona Simba Sports Club ikiwa inafanya vizuri kwa ajili ya kufika katika nafasi ya kwanza na miongoni mwa malengo makubwa ambayo wamejiwekea. Pengine upande wako mchezo huu unautazama vipi? Kikubwa hakikisha umeweza kusubscribe BA Sports Club. Hii inaitwa ni BA Sports TV, sehemu ambayo tunajadili na kuyamulika yale yote yenye ujazo wa michezo kwa kina. Baada ya dakika 90 pia nitakwenda kukujuza matokeo ya kila ambacho kitakuwa kimejiri na kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine, lakini pia kukuonyesha yale ambayo yatakuwa yametokea katika mchezo. Pia kama kutakuwa na magoli, basi moja kwa moja utayapata vilivyo. Kwa kikubwa hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa zote zaidi.